Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Cheche ama Rasto Asienga, na leo hii tunaendelea kujifunza juu ya bajeti. Tuliangalia katika sehemu ya kwanza, tumeangalia maana ya bajeti nini, ili tukaelewe bajeti nini. Na katika kuendelea, tunaendelea kuangalia vipengele moja moja, maneno fulani ambayo tumeitumia katika kuelezea bajeti, ili tuelewe maneno hayo yamaanisha nini kwa undani. Tunapoelewa haya maneno itatusaidia kwa ujumla tunapoendelea kujifunza jinsi ya kutengeneza bajeti na jinsi ya kukuwa na bajeti na muhimu kuwa na bajeti. Tunapoendelea kujifunza maneno haya itakuwa muhimu sana kuelewa vizuri. Na kuna neno moja ambao tumejifunza la kwanza ni juu ya mpango. Nataka tuelewe mpango ni nini. Tunapoongea bajeti, inapoongea juu ya ni mpango ya mambo ambao unataka kuyafanya kwa muda fulani kwa fedha fulani. Then mpango ni nini? Tunapoangalia juu ya mpango, mpango ni njia ya kina iliyopangwa. Mpango ni njia ya kina iliyopangwa, iliyofikiriwa au kabla, au mpango wa kufikia lengo fulani, kutenda au kupanga kitu mapema. Tunapoongea juu ya mpango katika bajeti ni ile kupanga kitu mapema. Bajeti, maana ya bajeti ni kupanga matumizi yako ya fedha na utafutaji wako wa fedha kwa mpango fulani kwa muda fulani. Kwa hivyo tumeona mpango ni njia ya kina iliyopangwa ya kufikia lengo fulani. Mpango kufikia lengo. Kusema niko na mpango inamaanisha kwamba uko na lengo. Na lengo ya kufikia kitu fulani ambao unataka kikatendeke. Hiyo ndio tunasema mpango. Na katika mpango kuna nomino. Katika mpango kuna kitu kinaitwa nomino ya mpango. Nomino ya mpango ni ya kwamba mpango ni njia ya kina iliyopangwa, iliyofikiriwa kabla. Iliyopangwa ama kufikiria kabla. Au mpango wa kufikia lengo fulani, kutenda au kupanga kitu mapema. Hili tunasema juu ya mpango katika njia ya nomino. Na katika kitenzi ni kuamua au kufanya mipango ya mapema. Tengeneza au kutengeneza mpango wa kitu cha kutengeneza au kujengwa. So tunapoongea ni mpango ni kutengeneza. Wakati tunasema niko na mpango, na kuamza kwamba kuna kitu umetengeneza ambao unataka uifanye. Haujaifanya lakini unataka uifanye. Niko na mpango wa kupeleka mtoto shule. Kwa hivyo haujampeleka shule, lakini umepanga jinsi ya kumpeleka shule. Kwa hivyo unakadiria mpango wako ya kwamba mtoto huyu atakana aende shule, unaenda shule, unachukua zile form za shule za kuonyesha vitu ambavyo inatakana kulipwa. Then unatafuta pesa, na kwa hivyo unatimiza mpango wako wa kumpeleka mtoto shule. Unajipanga kupeleka mtoto shule. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa kwamba mpango ni kitu ambacho umedhamiria ama umefikiria kutenda na umekuweka katika mpangilio wako ili ukaanza kuitekeleza, ingawa wakati unapopanga hautaitekeleza. Unaiweka wazi nia ama dumia ya kitu ambao unataka kukitenda. Unakiweka wazi, unaweka katika mpango wako. Niko na mpango wa kutembelea jirani wangu siku ya Jumanne. Jumanne itafika, lakini tayari ndani yako kuna nia ya kumtembelea. Niko na mpango wa kutafuta kazi. Kwa hivyo uko na nia ya kutafuta kazi. Kwa hivyo unaona utaanzia wapi kutafuta kazi. Asanteni. Mimi ni mwalimu wenyu, Mwalimu Cheche ama Rasto Asienga.